kufika hapa tukaona kuna dada ametokea eneo hili anakimbia anaelekea barabarani lami. Wewe dada unakimbilia nini? Kama ana taharuki vile. Tukashtuka. Kuna nini? Akasema kwa kweli kuna mtu alikuwa anazunguka chooni kwenda kuchukua chombo cha kudekia. Nimemkuta mtu kasimama kaweka mikono hivi. Kweli nilipofika hapo kweli nikamkuta yule mama macho haya ameagadisha tu hivi. Kwa tunaogopa nilipo Umesema unaitwa nani? Jamaa Samligo. Unaitwa Samligo? Wao wapi? Kwenu Kisilo? Unafanya kazi wapi? Nafanya kazi za kilimo. Za kilimo? Ulikuja kufanya nini sasa hapa? Huku nimekuja kimatembezi. Umekuja kimatembezi? Ulikuja na nani? Nilikuja na wenzangu, rafiki zangu wameenda kumbele. Mligawana, wewe ulibaki hapa, wenzako wameenda mbele? Mlikuwa wangapi? Tulikuwa watatu. Mlikuwa watatu? Wewe Samligo na wenzako kina nani? Wale nimewasahau kidogo. Umewasahau majina? Sasa wewe hapa ni kwa nani? Hapa ni kwa shangazi. Kwa shangazi yako? Anaitwa nani? Umesahau Bini kidogo. Umesahau Bini? Namba yake ya simu unayo? Hujaikariri. Hujaikariri? Sawa sawa. Sasa utaondoka saa ngapi hapo? Saa 7 au saa 8. Wewe Samligo? Fungua tusaidiane usafi. Hamna, hutaweza. Sitaweza? Usafi ni mgumu sana. Wewe hutaki uingie huko. Mimi sitaki kuingia hapo. Haistahili. Haistahili kabisa. Wenzako uliokuja nao wanaingia? Wale wanaweza kuingia. Wale wanaweza kuingia. Mwingine anayeweza kuingia? Zaidi hapo hamna. Zaidi hapo hamna. Hata kule Utalingolo wanaoweza kuingia hamna. Ni baadhi ya mtu. Baadhi ya mtu. Kama nani anaweza kuingia unakofanya usafi wewe? Ni 1 kwa 2, wewe huwezi kuingia. Ni 1 kwa 2, mimi siwezi kuingia. Mimi ni nani nisiingie? Haujafanana kuingia kwenye sehemu kama hii. Huko mnaingia wenyewe. Sogea huko ndani. Sogea mbele pale. Sogea ndani huko. Yaani nilikaa nilifika tu kazini nichukue kifaa cha kufanyia usafi ndio nimekuta yeye amesimama. Kwa hiyo sijamuona kitu chochote. Nimewaita baadhi ya majirani wawili. Kwanza nimeshangaa, baada ya kushangaa nasema kuna mtu ndio amekuja majirani wawili. Jina naitwa Elizabeth Constantino Mloe, ndiye mwenyekiti wa mtaa wa Mtiranga. Kwa bahati nzuri mtendaji wangu akiwa kwenye majukumu amenipa taarifa kwamba mtaani kwetu kuna taharuki, pana mama amekutwa kwenye mazingira ambayo sio rafiki. Na bahati nzuri tumefika sehemu ya tukio, tumeona na tumeshuhudia kweli mama yuko hapo, ingawaje hajawa mwongeaji sana, sio mzungumzaji, lakini kimsingi mazingira ambayo tumemkuta nayo ni mazingira tata. Kwanza sio kwake, sio mwenyeji wa hapa mjini, lakini pia na anasema yeye ametoka safari yuko na wenzake anawangoja hapo. Kwa hiyo kimsingi mazingira ni tata kidogo. Sasa sisi kimsingi hatuna utaalamu, sisi ni mashuhuda tu, tumeshuhudia na tuna wataalamu wetu. Basi tumechukua hatua kwa kuwapigia simu vyombo vya usalama na tunashukuru wamefanya ushirikiano, hivyo wako njiani kuja kumchukua. Wao watajua ni namna gani wamsaidie. Wao watulivu, changamoto za maisha zipo, vitu vya ajabu vipo, lakini sasa mpaka tupate udhibiti wa hicho kitu, kama tusifikirie negative kabla hatujaona nini uhalisia wa kitu. Tunawatuliza kama mnavyo kwenye
mtaa wangu sina kumbukumbu nzuri kwa kipindi hiki cha uongozi wangu, sijawahi pata. Je, mlishapata mawasiliano ya anapotoka kama ni ndugu ama majirani waliohusika? Tumepata hadi ndugu tumeshawapata, nao wako wanaendelea kuwatafuta ndugu zaidi, watu wa karibu zaidi ya huyu mama, ili wapate kujua nini shida. Na yeye mwenyewe hana maelezo mazuri. Kimsingi anasema yeye hapo amefika ni kwake, alikuwa anafanya usafi, na tunapomomba tuingie anakofanya usafi anasema haturuhusiwi na haruhusiwi mtu yeyote kuingia. Kwa ameweka kizuizi tusisogee zaidi ya alipo yeye. Na hayo ni mambo ya Mungu. Kwa mtazamo mtu huwezi kumdefine ana nini, lakini tunahitaji tu wataalamu watusaidie. Kwa jina naitwa Rose Maemba kutoka mkoa wa Njombe. Pia nilifanya biashara ya miaka mingi hapa, kama miaka 7-8. Mimi kwa kweli nilipofika hapa nimefika mida saa mbili kama kasoro. Kufika hapa tunaona kuna dada ametokea eneo hili anakimbia, anaelekea barabarani Landi. Wewe dada unakimbilia nini? Kama anataharuki vile. Tukashtuka. Kuna nini? Akasema kwa kweli kuna mtu alikuwa anazunguka chooni kwenda kuchukua chombo cha kudekia. Nimemkuta mtu kasimama kaweka mikono hivi. Kweli nilipofika hapo kweli nikamkuta yule mama macho haya ameagadisha tu hivi. Kwa tunaogopa. Nilipotoka hapo nikawaita watu wengine hapo tukaja kuangalia. Wewe mama kimya haongei. Baadaye akashusha mikono tu hivi kajiandisha. Unafanya nini? Utoke huko ni chooni. Ni kweli tunashukuru choo walifunga, kwa hiyo alikuwepo kama kibarazani hapo. Alipotaka kutoka anaogopa, na hisi ile tunapomshangaa, mama kuna nini? Akasema nyie mnachoshangaa ni nini? Akasema si ushauri wetu, tunaomba utoke kwa sababu watu hapa wamejaa, ni hatari kwako. Akasema siwezi kutoka kwa sababu hii ni nyumba yangu. Kwa akaja baba mmoja hivi kusema labda tumuite tu kwa upendo atoke, hataki. Umetokea wapi? Mimi ni nyumba yangu. Nikasema basi tunakuitia polisi. Iteni polisi, hawezi kunichukua kwenye nyumba yangu. Kwa baada ya hapo tulipoona mimi watu wanazidi kuja, kwa kweli nikaondoka. Zaidi hapo kinachoendelea ndio zaidi ya saizi ndio nakuja, naona maskani wanakuja, nikaamua kuja. Kwa hiyo sijui kitu chochote kama huyu mama ni mshirikina kama wanavyohisi watu au ni nini, kwa kweli sijui. Tumefika hapa eneo la sehemu tunapofanyia kazi hapa. Kuna baadhi ya watu wametujulisha kwamba huko kuna mtu ameanguka. Kwa hiyo tulipokuja kushuhudia, kweli nimekuja nimeangalia, nimemkuta huyu mama ndio amegeukia ukutani kwenye hii korido, amegeukia ukutani. Tunajaribu kumuuliza wewe ni nani, hasemi. Wewe ni nani, hajielezi kama yeye ni nani. Baadaye tumemhoji kinguvu, ikaonekana anadai kwamba yeye ni wa Utalingolo, ni mwenyeji wa Utalingolo, lakini alikuwa kwenye safari zake, alikuwa amekuja kwenye majukumu yake huku. Mlikuwa wangapi? Anasema tulikuwa kama wangapi. Wenzangu wameshukia si kwa mama moja jirani hapo, amesema wameshukia hapo kwa mtu mmoja anaitwa nani, nimesahau kidogo hilo jina la huyo mtu. Anasema wenzake ameshukia huko. Kwa hiyo yeye kama yeye alishukia hapa, kwa maana hii nyumba ni ya kwake. Sasa tukamuuliza, hii ndio nyumba ya kwako? Akasema hii ndio nyumba ya kwangu. Sababu naniuliza wakati nipo nyumbani kwangu, hii ni nyumba ya kwako? Anasema ndio, hii ni nyumba ya kwangu. Ni kwamba tumeshindwa kuelewa, yani mazingira alipofika tumeshindwa kuelewa, kwa sababu kama angelikuwa ni mwizi au ya tuseme kama ni kibaka, basi tungegundua kabisa kwamba huyu ni kibaka. Lakini mazingira ya huyu, tahadhari iliyopo sasa, tunashindwa namna ya kusema utawekeje tahadhari kwa mtu kama huyu. Hajielezi yeye ni nani, hajui tahadhari yake ni vipi. Kama ingekuwa kwamba labda ni kibaka au vipi, tungejua kwamba tahadhari zetu labda tuongeze ulinzi shirikishi kwenye mtaa wetu. Lakini kwa maana ya mtu kama huyu, maana inaonekana ameanguka, unaona, inaonekana ameshindwa huko, unaona katika anga zao wamenani. Kwa hiyo sasa tunashindwa namna ya kusema namna tahadhari zetu, tuchukue tahadhari za aina gani, unaona. Kwa hiyo ni vitu kama hivi, lakini kama ulivyoona mtendaji amefika hapa kumhoji, amejieleza kama yeye ni wa Utalingolo huko, ni Semligo wa Utalingolo huko,
lakini baadaye amejieleza mpaka kana kwamba na watoto, ana watoto 3, mwingine sijui yuko huko Makambako shuleni, mwingine yuko Uwemba na mwingine yuko Utalingolo pale shuleni. Sasa kwa maelezo hayo tumeona kama ni mtu ambaye ana akili timamu, kwa sababu anachoulizwa anajibu, lakini namna ya kusema sisi kama wananchi au wakazi wa eneo hili tunachukua tahadhari gani juu ya hili, kwa tunashindwa kuchukua tahadhari. Tunachukuaje tahadhari juu ya mtu kama huyu? Sana sana mimi najua watu waishi katika hali ya kumtegemea Mungu. Tuzidishe maombi kwenye maisha haya tunayoishi.